Ndugu zangu Waislamu, watu wazima wa zamani waliozaliwa miaka hiyo ya nyuma, mwaka 1940 na 45, wanaelezea kwamba wanaweza wakafanya mambo mengi kwa mchana mmoja, ambapo leo hii mambo hayo mengi unayafanya kwa wiki nzima, kwa sababu ya baraka za wakati ulipokuwa. Wakati huo kulikuwa na baraka nyingi. Wanaelezea kwamba mtu analipwa shilingi 10 mwezi mzima, anafanya kazi, mshahara wake ni shilingi 10, lakini shilingi 10 hiyo ni matumizi yote anayafanya ya nyumbani kwake kwa mwezi mzima, na pengine atatoa sadaka ndururu kwa shilingi 10 hiyo. Pesa zake hazimaliziki shilingi 10 hiyo. Kwa nini? Baraka zilizokuwa katika wakati huo, hata kwa upande wa riziki. Lakini leo hii ndugu zangu Waislamu, wakati tulionao ni wakati ambao umetolewa baraka. Riziki zilizopo sasa hivi ni riziki ambazo zimeondoshwa baraka. Mtu unapata maelfu ya mshahara, lakini tarehe 10, tarehe 5 mshahara umemalizika. Kwa sababu gani? Baraka zimeondolewa katika wakati huu, na pia baraka zimeondolewa kwa mambo haya ya pesa za sasa. Sheikh bin Baz rahimahullah anasema katika muradi wa hadithi hiyo ya Abu Huraira, la taqumu as-sa'a hatta yataqaraba az-zaman. يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: ويفسر هذا في العصر الحادث. inafasiriwa hadithi hii kwa zama hizi za sasa, بقصر الساعات أو بقصر المسافات وتقارب المدن والأقاليم. miji imekuwa karibu, masafa yamekuwa mafupi kutokana na uvumbuzi huu wa ndege na magari yanayokwenda mbio. Hadithi hiyo ina maana hii kwamba kuna uvumbuzi wa ndege sasa hivi na meli, masafa yamekuwa mafupi, miji imekuwa karibu, kwa sababu masafa hayo yamepunguzwa na uvumbuzi huu wa ndege na magari. Zama zetu hizi za sasa, pamoja na uvumbuzi huo, lakini baraka zimeondolewa, baraka za wakati, baraka za riziki na baraka za umri pia zimeondolewa. Kwa hiyo tunatakiwa tupate ibra, tupate mauidha, tupate mazingatio. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Wallahu